Leo nitazungumzia faida 7 za nyama kwa mgonjwa wa kisukari. Wewe ambaye unatamani kuondokana na tatizo la kisukari pamoja na changamoto nyingi unazozipitia, nyama inaweza ikakusaidia vipi? Kati ya vyakula vizuri ambavyo mgonjwa wa kisukari anaweza akatumia ni nyama. Na ziko faida nyingi sana. Cha kwanza, nyama ni chanzo kizuri cha nishati. Ni chanzo kizuri cha kukupa nguvu. Kumbuka siku hizi haupati nguvu, ndio maana unakuwa unachoka, unakuwa uko dhaifu, kwa sababu katika utumiaji wa vyakula kama ugali, mboga nyingi, vile vyakula ambavyo unaelekezwa kwa asilimia kubwa bado vinakuretain kwenye utumiaji wa glucose, kitu ambacho inakuwa ni ngumu kwa sababu uko na upinzani wa insulin. Kwa hiyo matokeo yake ni kwamba unakuwa unaishiwa nguvu, maana mwili wako hauwezi kutumia sukari. Unapokula vyakula kama nyama, nyama ina chanzo kizuri cha nishati. Tunasema mwili unapotumia fat kuweza kujiendesha, unavuna kitu kinaitwa ketones. Kwa hiyo nyama ina nishati nyingi sana. Gramu moja inatoa calories 9, ambapo kwenye wanga gramu moja inatoa calories 4. Kwa hiyo huku utapata nguvu nyingi. Nafikiri hilo nilikuelekeza. Lakini faida nyingine ya nyama tunasema ina protein. Na faida ya protein ambayo utaipata kwenye nyama itakusaidia kwenye kukarabati zile tishu zilizodhurika kwa sababu ya ugonjwa wa kisukari. Kumbuka seli za mwili zinapokuwa zimejeruhika, kwa sababu seli ndo zinatengeneza tishu zinatengeneza organi, mifumo. Nafikiri haya mambo tulijifunza. Kwa hiyo kama panakuwa na uharibifu mkubwa wa ugonjwa wa kisukari kwenye mwili, ina maana kwamba tunahitaji repairment. Kati ya kirutubisho kizuri katika ujenzi wa mwili, katika kuponya majeraha, katika kuponya ama kukarabati sehemu ambazo zimepata shida ni protein. Na protein nzuri ni ile ambayo unaipata kwenye vitoweo. Mwili una uwezo mzuri wa kuitumia kuliko protein unayoipata kwenye mimea. Ufyonzaji wake ni rahisi, na ndio maana tunashauri katika kujenga mwili, hata kwa watoto wanashauriwa kutumia protini zaidi. Ndio maana unashangaa unakonda, kwa sababu mwili unaweza kaanza kutumia hata protini kwenye misuli yako kwa sababu haufaidiki na vyakula unavyovitumia. Kwa hiyo hii itakusaidia pia kujenga mwili, kujenga misuli na vitu kama hivyo. Faida ya 3 ya nyama kwa mgonjwa wa kisukari, inakupatia madini ya chuma. Madini ya chuma yanakusaidia kwenye kutengeneza zile tunasema hemoglobin, ambayo inasaidia katika usafirishaji wa oxygen. Mgonjwa wa kisukari unapata ganzi, unapata mwili wako unakuwa katika hali ya sintofahamu, unakuwa na uchovu sana. Sometimes hata oxygen usambazaji wake unakuwa uko chini. Sasa nyama ina iron ya kutosha. Kwa hiyo unapotumia itakusaidia pia katika usambazaji wa oksijeni, lakini pia mwili kutengeneza nishati yake nzuri, kwa sababu oksijeni inahusika moja kwa moja na mwili pia kutengeneza energy kwa ajili ya seli zako, kwa ajili ya misuli yako na mambo kama hayo. Lakini faida nyingine ni kwamba nyama ina madini ya zinki. Madini ya zinki yanasaidia sana katika kuponya majeraha pia na kuimarisha kinga ya mwili. Hata kwa wanaume, masuala ya tendo la ndoa unahitaji zinki ya kutosha. Itakusaidia sana unapokuwa unatumia chakula hicho kuliko mtu ambaye bado amejiegesha kwenye kuloweka mahindi, kwenye kuloweka mtama, kwenye kuloweka mihogo ili aweze kukausha apate chakula cha wanga, ambayo wanga yake ipo kwa mbali. Lakini sasa unaloweka mahindi, unaacha siku 2-3 uje ukamue wanga, upate wanga kidogo sana. Sasa virutubisho unapata virutubisho gani huko? Lakini unapotumia nyama itakusaidia kupata zinki ya kutosha, inaimarisha kinga ya mwili wako na mambo yatakuwa mazuri sana. Lakini kuna kitu tunasema faida ya 5, sisi itakuwa ya 6. Kuna kitu tunasema vitamini B12 na vitamini B6. Hivi ni virutubisho muhimu sana katika kurepair na kuimarisha mfumo wa nervous system, mfumo wa fahamu. Zile nerves ambazo zinadhurika na kisukari, unapata kitu tunasema diabetic neuropathy, zile ganzi, ile kuchoma choma, unahitaji vitamini B12, unahitaji vitamini B6.
Hizo zinasaidia sana katika mfumo wote ambao umedhurika na tatizo la sukari. Faida ya 6, unapata madini au kirutubisho fulani kinaitwa chromium. Kwenye udhibiti wa sukari, kwenye insulin sensitivity, unapokuwa na chromium ya kutosha, ni ngumu kupata upinzani, ni ngumu kupata huu upinzani wa insulin, seli zako kushindwa kutumia sukari. Kwa hiyo madini haya utayapata kupitia ulaji wa vyakula kama nyama, utumiaji wa viungo kama tunaambia tumie mdalasini, tumie manjano, lakini kwenye nyama utapata pia chromium ya kutosha ambayo ni fatty soluble, ni ngumu kuikojoa, itaenda kufanya kazi yake vizuri. Faida ya mwisho kwa leo, zipo nyingi sana, ya nyama kwa mgonjwa wa kisukari, ina kitu tunasema ina selenium ya kutosha. Ina faida nyingi selenium hii, lakini moja ya kazi yake ni antioxidant. Inaenda kuondoa hali ya msongo wa sumu ambao unasababishwa na sukari kwenye mwili wako. Kumbuka, wagonjwa wa kisukari wengi wapo kwenye miili yao ipo kwenye oxidative stress. Sukari inapokuwa nyingi bila matumizi, mwili unakuwa katika hali ya msongo wa sumu. Ndio maana mwili wako unawaka, ndio maana unachoka, ndio maana unashangaa hujielewi, uko na burnout, hujafanya kazi yote, umechoka ovyo, ndio maana unapata maumivu ya kutosha kwenye mwili wako, ndio maana unaanza kushangaa unapata joto ama unapata baridi. Yaani sintofahamu ni nyingi. Unapata wengine wanaanza kupata matatizo ya mafua, wengine kinga za mwili zinashuka, wengine wanasikia makelele kwenye masikio. Changamoto nyingi ambazo huzielewi ni kwa sababu mwili wako upo kwenye kuchanganyikiwa. Sasa unapotumia vyakula kama hivi vitoweo, utakuwa na afya nzuri sana. Wale ambao mko na uoga, mko na meat phobia, tusubiriane siku nyingine tutakuja kujifunza kwa undani, lakini kiufupi nyama haina shida. Tumeangalia video ya kwanza hapo, ndugu zetu wanakula nyama. Na wanakula nyama, wanaishi polini, ndio chakula chao kikubwa. Hawaugui hayo magonjwa. Ingekuwa nyama ni hatari, hao ndio wangejazana hospitalini. Lakini wale ndio wana afya bora, wanaendelea kuishi maisha yao. Lakini ndugu zetu kwa mfano kama Wamasai ambao pia walikuwa wanakula vyakula hivyo zaidi kupata nguvu, baadaye wakaingia kwenye vyakula vya Kiswahili, pamoja na utaalamu wao wa madawa na mamiti shamba, na wenyewe wameanza kunenepa ovyo, na wenyewe wameanza kupata magonjwa haya. Kwa nini? Kwa sababu lifestyle namba 1 ni kuzingatia ulaji mzuri. Ukiwa na ulaji mbovu, hata ungekuwa ni mtaalamu wa mizizi ya aina gani, bado utasumbuka na magonjwa. Kwa hiyo sio kwamba wenzetu wale wanatumia mitishamba, wenzetu ni wataalamu wa mimea tiba. Hapana. Kama unakula ovyo, huwezi kutumia excuse ya mimea tiba. Lakini kama unakula vizuri, basi hiyo mimea tiba, hiyo mitishamba itaongeza nguvu ya kukufanya uendelee kuwa na afya njema, na changamoto zinazojitokeza zitakuwa zinaondoka haraka sana. Naitwa Sam Nature. Kama umefurahia somo la leo, niambie ulichojifunza, na kama ungependa kujiunga na programu zetu za kutokomeza tatizo la kisukari, comment nahitaji au nenda direct kwenye namba yangu ipo kwenye bio, tuwasiliane uweze kuanza tiba. Karibu sana, naitwa Sam Nature, turudi kwenye nature.